Dodoma. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa chama cha CCM Fadhili Maganya Antuyeyote Kujaza amesema uamuzi wa Rais Samia kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana waliokumbwa kwenye vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 ni hatua ya kuimarisha utulivu na sio ishara ya udhaifu kama baadhi ya watu wanavyodai. Akizungumza leo jijini Dodoma, Maganya alieleza kuwa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyoshuhudiwa siku hiyo hayajawahi kujitokeza nchini katika kiwango kilichoonekana. Amesema licha ya rais kuwa na uwezo wa kuchukua hatua nyingine kali, alichagua njia ya kuwapa nafasi vijana waliokurupuka bila kutambua athari za matendo yao. Maganya amebainisha kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha taifa linarejea kwenye mshikamano baada ya kipindi cha uchaguzi na kwamba msamaha huo ni sehemu ya jitihada za kurejesha maelewano ya kijamii. Ameitaka jamii, wazazi na viongozi kuendelea kuwapa vijana mwongozo sahihi, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha kutambua thamani ya amani na kuachana na mienendo inayoweza kuhatarisha usalama wa nchi. Hili lilotokea kwetu sisi wa Tanzania, mimi na nie, halikuwahi kutokea. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, kama kiongozi with leadership maturity, lazima ufike pahala utibu maumivu hayo. Ametoa kwa nia njema. Mheshimiwa Rais angeweza kufanya vyovyote vile anavyoweza. Machafuko haya yamewahi kutokea nchi mbalimbali. Political unrest nchi mbalimbali, na hawakuwahi kuchukua hatua kama alizozichukua Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha, kuangalia uzito wa makosa ambayo wale wahusika wameyafanya. Kwa hiyo niendelee tu kusisitiza kwamba hii ni nia njema ya kulileta taifa pamoja na wala si uoga. Kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa, yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile. Lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili. Na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki hadi kukamatwa, na waachiwe huru.